Klabu ya Simba mpaka hivi sasa wamehusishwa na baadhi ya wachezaji katika hilo eneo, lakini tukianzia katika engo ya ripoti ya mwalimu, kwa maana kocha mkuu wa Simba Sport Club, hapa namzungumzia Steven Becker, amezungumza kwamba anahitaji mlinzi wa kati pamoja na kiungo katika eneo la midfield, bila kusahau kiungo namba 10 ambaye ataweza kuwa mbunifu katika eneo la kupika mabao. Tumeona Simba ina washambuliaji wengi, Morris Abraham, Neo Maema, Jean Charles Ahoua, lakini pia tumeshuhudia Simba ikiwa ina walinzi wengi akiwemo Rushaine Diarra, Hamza, tumemshuhudia pia Nangu, bila kumsahau Shamoe Karaboe, lakini bado mwalimu Steven Becker ameomba kwa uongozi apatiwe mlinzi pamoja na kiungo. Lakini pia Simba katika eneo la kiungo yupo Alassane Maodo Kante, Nabi Kamara, Yusuf Kagoma, lakini pia Semfuko Charles. Pia mwalimu ameomba katika hilo eneo aongozewe mtu ambaye anaweza akamuofa. Sasa klabu ya Simba bwana imewahi kuhusishwa ama bado inahusishwa kutaka saini ya kiungo mlinzi kutoka klabu ya Singida Black Stars, kwa maana ya Idris Diomande, raia wa Ivory Coast, ambaye huyu amezungumzwa sana kwamba Simba wameshafanya naye mazungumzo na walifikia hatua nzuri ya kuweza kumpata saini yake. Lakini ikumbuke tu kwamba Simba hawawezi kumuingiza mtu pasipo kumtoa mtu. Italazimika wakati baadhi ya wachezaji wa kigeni ili mradi waingize hao wengine wa kigeni, kwa maana sheria ya bodi ya ligi bila kusahau TFF inataka kila timu ambayo inashiriki ligi kuu angalau iwe na players 12 wa kigeni, ili mradi kukizi ile kanuni ambayo ameiweka katika kukuza na kuimarisha vipaji vya soka Tanzania, lakini pia kutoa nafasi ya wazawa kuweza kushiriki katika hizi timu ambazo zinashiriki katika michuano ya ligi kuu Tanzania bara. Hivyo basi Simba tumesikia ama tumeona kwamba inahusishwa na mshambuliaji kutoka klabu ya Nyasa Big Bullets ya huko nchini Malawi, Salima, ambaye huyu katika record ameonekana kabisa ana mchango mkubwa katika ligi kuu ya nchini Malawi, na alikuwa ni mchezaji ambaye anahusishwa na vilabu vikubwa barani Afrika, ukachilia mbali Simba, lakini pia TP Mazembe ameshawahi kumhitaji nyota huyu, lakini ikawa ni ngumu kwa mabosi wa vijana wa Nyasa Big Bullets kuweza kumwachia, na klabu ya Simba imetua nchini Malawi kuweza kumhitaji mshambuliaji huyo. Kwa hiyo klabu ya Simba imeanza pia harakati katika wakati huu wa usajili kuweza kumpata mshambuliaji wa Malawi, lakini pia timu ya taifa ya Malawi, bila kusahau Nyasa Big Bullets katika kikosi chao cha Simba. Lakini pia Idris Diomande, kiungo kutoka pale Singida Black Stars, naye pia amekuwa anahusishwa kwa kiasi chake. Lakini pia tumeshuhudia pia Simba wakiwa wanahusishwa na mlinzi kutoka pale klabu ya Masanda Wana Mamelodi Sundowns, kwa maana ya Fawaz Basadieng, nyota wa zamani wa klabu ya Stellenbosch ya pale Afrika Kusini, lakini pia ameshawahi kufanya kazi na kocha mkuu wa sasa hivi wa Simba kwa maana ya Steven Becker. Bila kusahau pia Simba wamekuwa wanahusishwa na mlinzi Kadim Diaw, raia wa Mauritania, nyota wa zamani wa klabu ya Al Hilal wa Omdurman, ambaye kwa sasa hivi yupo kama vile free agent. Lakini dili hili la Kadim Diaw imekuwa ngumu kutokana na majiant wa soka la Afrika kuingilia dili hili, wakiwemo JS Kabylie ya nchini Algeria, Raja Casablanca ya nchini Morocco. Nao pia Simba wamekuta katika huo wakati mgumu, kwa maana hizi timu nyingine zimekuwa na nia nzuri ya kupata saini ya mlinzi huyu wa kushoto ambaye ameshawahi kufanya vizuri akiwa na Al Hilal Omdurman. Kwa hiyo Simba tumeona kuna maingizo mapya ambayo ameingiza kikosini, kwa mfano bwana mdogo Baraka Mwangosi kutoka klabu ya Mbeya City. Mshambuliaji huyu ameingizwa katika kikosi cha Simba kama mkataba wa miaka 2, kutokana na hapo awali ilifahamika kwamba yuko pale akifanya majaribio kwa maana ya trial katika klabu ya Simba. Hivyo basi mpaka hivi sasa Simba wameshakamilisha usajili wa mshambuliaji mmoja ambaye ni Baraka Mwangosi, huyu kutokea klabu ya Mbeya City katika eneo la kushambulia. Kwa hiyo Simba nao pia tumewaona wakiwa wanafanya vizuri katika hilo eneo la kusajili kuelekea ama kurejea kwa ligi kuu, wawe kamili katika baadhi ya maeneo ambayo yameonekana yalikuwa yanapwaya kabla ya ligi kuu kusimama kupisha michuano ya AFCON huko nchini Morocco. Kwa upande wa Awesu Captain Luicho ambaye anatimkia huko Kenya katika ligi kuu ya nchini Kenya katika timu ya Police FC ya Kenya, hawa wote ama huyu alikuwa ni mchezaji ambaye amekosa nafasi ya kwanza katika timu ya Simba. Tumeshuhudia
tangu alipokuwepo mwalimu Fadu Davis alikuwa sio mtu ambaye ni regular starter kwa maana kikosi cha kwanza, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni backup mara 3 ya viungo washambuliaji wa klabu ya Simba. Lakini wakati huu amepita mwalimu Dimitri Pantev, hakuwa sehemu ya kikosi chake, lakini pia amekuja mwalimu Steven Becker, naye pia amekuwa anapata wakati mgumu kuweza kumwamini ama kumpa nafasi. Kwa hiyo kwa Captain Luich kuelekea huko katika timu ya Police FC ya nchini Kenya kwa mkopo, unaona bado Simba wanamhitaji, wakaamua kumpeleka katika timu ya Police FC ya nchini Kenya angalau aweze kupata ile game time experience, lakini pia kuweza kurejesha ile morali yake ambayo alikuwa nayo tangia akiwa na KMC wakati huo kabla ya kujiunga na klabu ya Simba. Lakini pia tunamshuhudia Mzamiru Yasin Selemba, nyota kiungo huyu ambaye amekaa kwa muda mrefu katika klabu ya Simba mpaka hivi sasa, kwa maana unapozungumzia Simba ambaye mpaka hivi sasa mchezaji ambaye alikuwa amekaa takriban kwa muda mrefu mpaka hivi sasa utamzungumza mtu kama vile Shomari Kapombe pamoja na Mzamiru Yasin ambaye Mzamiru Yasini ambayo hawa ndio amekaa kwa muda mrefu katika timu ya Simba. Kwa hiyo anahusishwa kujiunga na TRA ya huko mkoani Tabora ambayo pia inashiriki ligi kuu Tanzania bara. Ni hatua nzuri kwa Mzamiru binafsi, na wamesema kwamba hakuna mchezaji ambaye hauzwe, lakini utakuwa ni usajili mzuri kwa timu ya TRA ambayo wao wenyewe wamekuwa wanahitaji kiungo wa aina ya Mzamiru Yasin. Kwa maana ukiangalia TRA viungo wana mtu kama vile Nasolo Kapama, wana mtu pia kama vile Abdulaziz Makame Bui, nyota wa zamani wa Young Africans, ambao bado wameshindwa kuifanya kazi ya kiungo ambayo kama Mzamiru akijiunga na TRA anaweza akatoa hicho kitu. Kwa hiyo Simba wameamua kujitoa muhanga kwa kumwachia Mzamiru ambaye amekaa muda mrefu kwenye timu na imekuwa ni silaha ambayo watu wengi wamekuwa wanaona mchango wake. Kwa hiyo ndio ambayo inaendelea katika viunga vya klabu ya Simba Sport Club mara baada ya kuondoshwa katika michuano ya Mapinduzi na Azam FC kwa kufungwa bao 1-0 siku chache zilizopita. Sasa wameamua kujizatiti katika eneo la kujenga timu, na timu hiyo inajengwa kwa kurekebisha baadhi ya maeneo ambayo yameonekana yanafeli ama yamefeli kwa sehemu moja ama nyingine. Na ikumbuke tu kwamba haya yote ambayo yanaendelea ni mpango na mkakati wa mwalimu Steven Becker kuamua kuipika Simba ili madi kurejea katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Simba ana mechi 2 ngumu dhidi ya Esperance de Tunis ya Tunisia, lakini pia atakuwa ana mchezo dhidi ya Singida Black Stars ligi ya mabingwa barani Afrika katika ligi kuu, lakini pia atakuwa na mechi na vijana wa Petro Atletico di Luanda katika hatua ya ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua ya makundi. Na hii ni Anwali TV, na hadi wakati mwingine.